Ikiwa ishara hizi zipo kwenye maisha yako, basi kuna uwezekano mkubwa unasumbuliwa na jini mahaba. Ishara ya kwanza, kuota ndoto za zinaa. Kuota ndoto unaingiliwa au unakutana kimwili na mtu unayemjua au usiyemjua mara kwa mara, na ukiamka mambo yako yanakuwa vibaya. Siku hiyo kama biashara au kama kuna ahadi ambazo ulipeana na mtu zinaharibika, basi kuna uwezekano mkubwa unasumbuliwa na jini mahaba. Kuota ndoto unakutana kimwili na mtu wa jinsia moja na wewe. Si lazima, lakini kwa baadhi ya watu inatokea. Kuota ndoto unakutana kimwili na mtu mwenye uhusiano na wewe wa kidamu au wa kindugu, yani ndugu yako au mtu unayemheshimu. Unaota kama unakutana naye kwa njia ya ndoto. Hii ni ishara mojawapo ya kwamba unasumbuliwa na jini mahaba. Kupewa zawadi mbalimbali kwa njia ya ndoto, kuona kama umevaa nguo za sherehe au kuwa mahali maalum kama mtu wa kipekee, hii pia ni ishara ya kwamba unasumbuliwa na jini mahaba. Kuvikwa pete na mambo yanayofanana na hayo, japo si lazima yote yatokee kwako, lakini kama kuna mojawapo ambao limetokea kwako mara kwa mara, basi hii au hizi ni kati ya ishara ambazo zinaweza kujitokeza kwako kwa njia ya ndoto. Na ikiwa jini mahaba yuko ndani yako, basi kuna matokeo ambayo yanaweza katokea kwenye mwili wako ambayo yakawa yanasababishwa na huyo jini mahaba. Ishara ya kwanza, jini mahaba anatafuta kukuteka kihisia. Kwa hiyo anaweza kukuondolea hisia kwa mwenza wako, ukawa una hisia kwa mwenza wako, na wakati mwingine ukawa na hisia za kulipuka, yani una hisia za ghafla alafu zinapotea. Hii pia ni ishara jini mahaba anakutumikisha katika ulimwengu wa kiroho. Yani unakuwa na hisia za mlipuko ambazo sio za kudumu, na wakati mwingine unafurahia zaidi kwenye ndoto kuliko kuwa na mwenza wako. Hii ni ishara pia ambayo inaweza ikawa inawakilisha kwamba unasumbuliwa na jini mahaba. Lakini pia jini mahaba akiwa ndani ya mtu, kuna mambo kadha wa kadha ambayo anaweza kuyafanya kama kiashiria kwamba yuko ndani yako. Jambo la pili, anaweza kukufanya kwenye ndoa ukawa unapitia magomvi ya mara kwa mara. Ukawa unajikuta unapitia magomvi ya mara kwa mara kama uko kwenye ndoa, na kama hauko kwenye ndoa ukawa unapitia vita kubwa ya kupata mwenza sahihi. Watu wanaokuja kwako ni watu ambao hawatimizi yale ambao wanaanza nayo au wanaoyaahidi. Kwa unaahidiwa lakini ahadi hazitimii. Unapewa ahadi na watu wengi lakini ahadi hazitimii. Na mwingine mtu akifikia hatua ya kukutolea mali au kufikia hatua ya kifamilia, basi mambo yanaharibika. Na kuna wengine jini mahaba akiwa ndani yako amekutesa vizuri, anaweza kumpukutisha mtu unayekuwa naye kwenye mahusiano. Yani mtu utakayekuwa naye kwenye mahusiano lazima apigwe kiuchumi. Lazima arudishwe nyuma kiuchumi. Kama alikuwa na maendeleo, basi maendeleo yanaanza kurudi nyuma. Lakini pia mtu ambaye anasumbuliwa na jini mahaba anaweza kawa na roho ya upweke. Unatamani kuwa mpweke, ukae peke yako, uwe mwenyewe tu, na wakati mwingine roho ya hasira ambayo baadaye unakuja kujutia. Lakini pia tabia nyingine ya jini mahaba akiwa ndani ya mtu, anaweza kumfanya mtu akawa ni mtu ambaye hana msimamo. Unakuwa hauna msimamo wa kitu ambacho unakisema. Yani unaweza kubadili msimamo wako muda wowote, hauna msimamo wa kudumu. Lakini pia jini mahaba au pepo mahaba akiwa ndani ya mtu, anaweza kumfanya mtu huyo au anaweza kukufanya ukawa unapitia kipindi kigumu cha kiuchumi. Uchumi unafunguka, unafunga. Uchumi unakaa vizuri, unarudi chini. Kwa hiyo unajikuta unapanda na kushuka, na kibali chako kinakuwa kibali kinapanda na kushuka, hakieleweki. Kwa sababu jini mahaba anaweza kukusababishia mambo kama hayo. Lakini pia anataka kufanya uchukie mambo ya kiroho. Ukawa upendi maombi, upendi vipindi vya kiroho, yani upendi ule msukumo wa mambo ya kiroho. Kwa hiyo anakuharibia ratiba za kiroho na kukuondolea kabisa msukumo wa mambo ya kimungu. Lakini pia jini mahaba akiwa ndani ya mtu, anaweza kumbadilishia mtu tabia au haiba. Ukawa ulikuwa na tabia fulani au unapenda jambo fulani, akakubadilishia ukawa unapenda vitu vingine kabisa tofauti na vile ambavyo ulikuwa unavipenda mwanzo. Lakini pia jini mahaba anazuia ndoa. Kama unataka ndoa, ni ngumu kupata ndoa mpaka jini mahaba ametoka. Ataruhusu uzae, ataruhusu upate watoto, lakini usipate ndoa, hasa ndoa takatifu. Atazuia kwa namna yote ile. Kwa jini mahaba ni kati ya roho ya kuipinga kabisa. Lakini pia kama uko kwenye ndoa, umebahatika kupata ndoa, ndoa inakuwa na magomvi ya mara kwa mara. Jini mahaba anaweza kuzuia uzazi, anaweza kuzuia mtoto asipatikane,
mkapambana kutafuta mtoto kwa njia mbalimbali, lakini anakula mbegu, anaharibu mtoto asipatikane, na wakati mwingine kuharibu mimba. Kweli mimba unapata, lakini mtoto hapatikani. Lakini pia jini mahaba anaweza akawa ndani ya familia, akawa anazuia ukaribu wa wanandoa, furaha ya wanandoa ikawa haipo. Kwa mnajikuta ninyi mmefurahi wiki moja, lakini wiki zinazobaki ni magomvi, ni kupishana, ni kuenda hiki na hiki kimekuwa tofauti, hiki na hiki kimekuwa tofauti. Kwa hiyo ni kati ya vitu ambavyo jini mahaba anavivuruga sana 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 sana, na tunahitaji kumshinda, kwa sababu ni kati ya roho inayofanya uharibifu wa ndoa, uharibifu wa uchumba, uharibifu wa mahusiano, uharibifu wa furaha binafsi, na anakuchosha kwa sababu akikutumia unaamka asubuhi umechoka, unaamka asubuhi umekuwa najis. Kwa hiyo kila unalofanya siku hiyo linakuwa aliendi, kila unalolitenda wakati huo unakuwa aliendi, kwa sababu tayari amesha kuchafua na amesha kuweka kwenye mfumo wake yeye. Mungu ni mwaminifu, anaweza kukuondolea kabisa hii roho. Ukiwa umeamua kumkataa na kumpinga, Mungu atakusaidia. Unawezaje kutoka kwenye kifungo hichi? Jambo la kwanza ni lazima uamue. Kitabu cha Yakobo 4:7, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Unahitaji uamue kumpinga jini mahaba. Jambo la pili, ukishaamua kumpinga jini mahaba, amua kuomba msamaha na rehema mbele za Mungu. Kama kuna mahali mlango ulifunguka wa kumruhusu jini mahaba apate mlango, mwambie Mungu, naomba unirehemu, naomba Mungu nisamehe, naomba Mungu nitakase, nimekuja mbele zako, ninaomba unihurumie. Jambo la tatu, vaa mamlaka yako yote. Amua kupingana na hiyo roho, amua kuishambulia hiyo roho katika jina la Yesu. Kitabu cha Luka sura 10 mstari wa 19, tazama nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Hivyo simama kwenye mamlaka yako, amua kumpinga, amua kumpa talaka huyo jini mahaba. Huyo jini mahaba ukimkataa mara kwa mara, anaweza kawa anakuja, anaangalia unaendeleaje, anakuacha. Amua kusema ninakukataa kwa jina la Yesu, ondoka kwenye maisha yangu, usirudi tena. Maana kuna mtu ambaye unanisikiliza, anaondoka jini mahaba, anarudi tena. Biblia inasema kwamba pepo mchafu mtokapo mtu hutoka, na baada ya hapo uangalia nyumba yake inaendeleaje. Akikuta nyumba yake imechafuliwa tena, yani imekuwa kwenye mazingira yale yale ambayo yanafanya jini mahaba au pepo akae, anarudi na wenzie 7 ambao ni waovu kuliko yeye. Kwa hiyo sasa, kama umeamua kumpinga na kumkataa, endelea kuomba maombi yao. Hata kama unaona hayupo, endelea kumkataa, endelea kuomba maombi ya kukataa, endelea kuomba ulinzi, endelea kuishi maisha ya utakaso, na Mungu atakusaidia. Lakini pia naamini kwamba tukiendelea kuomba, Mungu atakusaidia kabisa. Lakini pia pata muda wa kufunga na kuomba. Funga na kuomba, jitenge. Funga na kuomba, mwambie Mungu, nafunga na jitenga na jini mahaba, natoa taraka, na mtaliki katika ulimwengu wa roho, na mkataa, mimi simtaki kwenye maisha yangu, ameniharibia vitu vingi, anavuruga kibali, anavuruga sura yako, anavuruga heshima yako, anavuruga matokeo yako ya kifedha. Unakuta pesa inapanda na kushuka. Unaweza ukapata hata wakati mwingine kazini unapitia migogoro na misukosuko mingi, ni kwa sababu tu jini mahaba yupo kwa ajili ya kuleta uharibifu. Lakini leo kwa jina la Yesu ninamtoa kwenye maisha yako, ninamtoa kwenye maisha yako. Mwingine umerudishwa nyuma, mwingine umeshushwa cheo, mwingine umeondolewa kazi, mwingine umepata hasara kubwa. Kumbe ni yeye anafanya tu upitie nyakati ngumu ili upate maumivu, ili upate uchungu, na baada ya kupata uchungu yeye ndio anakutawala, yeye anatawala mawazo yako. Leo kwa jina la Yesu akuachie. Sema, Bwana Yesu, ninamkataa jini mahaba. Ewe jini mahaba, ninakukataa kwa jina la Yesu. Leo nakupa hati ya talaka, ninakukataa mimi na wewe. Leo ni mwisho katika jina la Yesu. Chukua nafasi hii kuomba rehema, mwambie Mungu sasa akusamehe. Bwana Yesu, tunaomba rehema. Neno lako nasema kwamba basi mpingeni shetani na mtiini Mungu naye atawasaidia, na mpingeni shetani naye atawakimbia. Nimekuja mbele zako Bwana, naomba rehema kwa ajili ya mtu huyu. Huenda kuna sehemu aliingiza uchungu, alifungua mlango. Naomba rehema Bwana, mtakase. Hiyo roho chafu ambayo imemwingia imwachie. Hiyo roho ya giza ambayo imemwingia imuondoke kuanzia sasa. Huyo roho wa adui shetani ambaye anamtesa, kuanzia sasa tunaachilia moto. Kuanzia sasa tunaachilia ufungulivu katika jina la Yesu. Anza kumpinga sasa jini mahaba, anza kumuondoa kwenye maisha yako. Ewe jini mahaba, anza kuungua. Tunavua pete zako zote, naondoa kila alama zako ulizoweka kwenye mwili, ulizoweka kwenye tumbo, chini ya kitovu. Hayo magonjwa ya uzazi ambayo umemwingizia mtu huyu, hayo matatizo ya kihisia ambayo umemwingizia mtu huyu, hayo matatizo ya kumzuia kupata mwenza, ya kuzuia furahia ndoa yake, na kuamuru shindwa kwa jina la Yesu.
toka kuanzia sasa. Ungua wewe pepo mahaba, ungua sasa wewe jini mahaba, ungua sasa kwa jina la Yesu. Achia olewe, achia apate ndoa kwa jina la Yesu. Wewe ambaye unahitaji kuoa, umezuiliwa na jini mahaba, na kufungua kwa jina la Yesu. Wewe ambaye unahitaji kazi, jini mahaba amekuzuia, na kufungua kwa jina la Yesu. Toka wewe jini mahaba, toka wewe spiritual husband, toka wewe spiritual wife kwa jina la Yesu. Ninakupiga, ninakupinga, toka ndani ya mtu huyu, toka ndani ya mtu huyu katika jina la Yesu. Haijalishi ametoka wapi, haijalishi ameungana na miungu ya kwenu ili kukutesa, na mkemea, toka na kuunguza. Ungua kwa jina la Yesu. Ungua kwenye kidole hicho, na vua pete zako, toka kwenye kitovu, kwenye macho, toka ungua. Ungua kwenye hayo macho, ungua kwenye hayo masikio, ungua wewe jini mahaba, toka kwa jina la Yesu. Kwenye miguu, ondoka. Kwenye kitovu, toka. Kwenye kiuno, moto kwa jina la Yesu. Hiyo vitu vya giza vinavyotembea tembea, vinavyozunguka kwenye tumbo, vinavyozunguka na kuuma kwenye kizazi, toka, ungua sasa. Toka sasa, moto, moto kwa jina la Yesu, na kuchoma na kuunguza. Toka, achia nyota yake, achia kibali cha mtu huyu, achia wepesi wake, achia majibu yake, achia kwa jina la Yesu. Achia amani ya ndoa, achia furaha ya ndoa, achia uchumi, milango ya fedha, toka kwa jina la Yesu. Kila unajisi unaomchafua na uondoa wote, na uondoa wote kwa jina la Yesu, na kufungua kwenye hicho kifungo, roho ya hasira, roho ya upweke, kutamani kuwa peke yako tu, kubaki na mawazo ya muda mrefu, kuona kama hauna majibu, hauna mahali ambapo unaenda, na mfukuza hiyo roho chafu. Toka, ungua, pigwa kwa jina la Yesu. Moto kwa damu ya Yesu, moto kwa jina la Yesu, moto kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, kwa damu ya Yesu wa Nazareti. Toka, toka roho chafu kwa jina la Yesu, kwa moto wa mbinguni, na kuunguza na kutoa. Toka, rudi kwa aliyekutuma, rudi ulikotoka, rudi walikokutoa kwa jina la Yesu. Rudi huko, usiingie tena kwenye mwili huu, anza kuungua, piga kelele, ondoka kwa jina la Yesu. Kwenye mdomo huo, kwenye ulimi huo, toka, toka. Kwenye kizazi, toka. Maroho ya uvimbe, mayutiai yanayojirudiarudia, maroho ya uharibifu, toka. Maroho ya fangasi, toka. Hayo magonjwa kuzuia uzazi, toka. Achia tumbo hilo, achia uzao, achia uzazi kwa jina la Yesu, na kufungua hapo ulipo. Pokea ufungulivu, na kata hiyo muunganiko, na kata hiyo connection, na vunja na mtoesha. Toka, iwe nafsi yako imewekwa kwenye bahari, na kutenganisha na bahari, na kutenganisha na kuzimu, na kutenganisha na mikataba kwa jina la Yesu. Funguliwa, wekwa huru kuanzia sasa, wekwa huru kuanzia sasa, funguliwa kuanzia sasa. Pokea huru wako, pokea huru wako, pokea huru wako, wekwa huru katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki. Endelea kuomba, chukua hatua ya kufunga na kuomba pia. Rudia maombi haya, lakini pia unaweza kupata msaada zaidi wa kimaombi. Yako maombi mengi yanahusiana na hii shida. Kwa hiyo tumia maombi tofauti ambayo nimewahi kuyatoa, yatakuwa na kusaidia ili usiyazoee maombi, na utaenda kuona Mungu analeta uamsho wa ufungulivu kila siku, na vitu vyako vitafunguka. Mungu atakupatia ndoa, na wewe ambaye uko kwenye ndoa amani ilikuwa inasumbua, Mungu atarejesha amani. Yale magomvi yataisha kwa jina la Yesu. Na wewe ambaye uchumi ulifungwa, Mungu atafungua uchumi. Wewe ambaye uzazi ulifungwa, Mungu atafungua uzazi. Wewe mwenyewe ulikuwa unasumbuliwa na magonjwa, kumbe ndio jini mahaba ilikuwa inasababisha magesi kwenye tumbo. Unasikia gesi, unasikia tumbo kuna vitu vinaunguruma, kuna vitu vimejaa kwenye tumbo. Kwa jina la Yesu, baada ya maombi haya kuyafanya mara kwa mara, utaenda kuona ufungulivu. Pia tumia maombi ya kuyaombea maji. Kuna maombi ambayo niliwahi kuyatoa kuyaombea maji. Ingia YouTube, na kama uko YouTube wakati huu, andika maombi ni dawa. Kuna maombi ya kuombea maji au kutakasa maji, ya badilisha maji yao kwa damu ya Yesu, na utakunywa, na kwa imani utaenda kuona Mungu anakufungua kabisa. Lakini kuna mtu umefunguliwa, unatamani kujiambatanisha au kujiunganisha na ujumbe huu na kipindi hichi kwa sadaka yako ya hiari, karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka. Na wewe unahitaji kunifuata moja kwa moja kwa njia ya WhatsApp, karibu kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Niandikie jina lako, ushuhuda wako, au kile unachohitaji maombi zaidi. Mungu akubariki, akutendee mema. Uwe na wakati mzuri.